So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Hatimaye mbio za kiti cha meya zilizovuta hisia za wengi zimefika tamati huko jijini New York. Ingawa uchaguzi ulikuwa ukiendelea katika majimbo mbalimbali nchini Marekani, kinyang'anyiro cha jiji la New York kilijizolea umaarufu zaidi. Katika jiji hilo kubwa kilipo kitovu cha mfumo kandamizi wa kibeberu duniani, mgombea mwenye sera za kijamaa ameshinda kiti cha umeya, akiweka rekodi ya kuwa meya mwenye umri mdogo zaidi jijini humo toka mwaka 1892. Zohran Mamdani, aliyezaliwa nchini Uganda akiwa na asili ya bara la Asia, amechaguliwa kwa kishindo na mamilioni ya wapiga kura waliochoshwa na sera kandamizi za kibepari zilizopambwa na ubaguzi wa rangi. Naam, kwa mara ya kwanza baada ya miongo mitano, jiji la New York limeshuhudia zaidi ya watu milioni 2 wakijitokeza kupiga kura, na kati ya hizo kura zaidi ya milioni 1 zilikwenda kwa Zohran Mamdani, kijana mdogo asiye na ushawishi wa kifedha jijini hapo. Tunaweza kujiuliza, ni nini hasa kilichompatia ndugu Zohran ushindi wa kishindo katika uchaguzi huu? Ni wazi kwamba ushindi wa Zohran ni kielelezo tosha cha kushindwa kwa sera za kibepari zilizotawala Marekani kwa zaidi ya karne 5. Licha ya hatua kubwa iliyopigwa kisayansi na teknolojia, sera hizo zimeshindwa kutatua changamoto za kijamii zinazolikumba kundi kubwa la walalahoi katika taifa linalosemekana kuendelea duniani. Wakazi wa jiji la New York, kama ilivyo kwa nchi nzima Marekani, wanakabiliwa na gharama kubwa za maisha, ikiwemo kodi kubwa za makazi na gharama za matibabu. Miongoni mwa wagombea wote watatu wa nafasi za meya jijini New York, ni Zohran pekee aliyetambua kwa kina mahitaji halisi ya wapiga kura wake, akijitanabaisha kwa sera zinazopinga uimla na ukandamizaji wa kibepari kama zinavyojidhihirisha katika maisha ya kila siku ya kundi kubwa la wajasho wa jijini New York na Marekani kwa ujumla. Mgombea huyo mwenye itikadi ya kijamaa alifanikiwa kuzikonga nyoyo za kundi hilo kubwa la wanyonge kupitia sera na mipango yake aliyoiainisha kwenye vipaumbele kadhaa vinavyogusa moja kwa moja maisha yao ya kila siku, vikiwemo huduma ya malezi ya watoto bila malipo kwa wote. Meya Zohran ameahidi kutoa huduma ya malezi ya watoto kwa wote bila malipo, jambo ambalo ni neema kwa wanawake wote na hasa wenye familia zenye vipato duni. Tutaweka huduma za malezi ya watoto bure kwa wakazi wote, ili wakazi wa New York waendelee kulea familia zao katika jiji walipendalo. Katika ripoti ya mwaka 2023 iliyotolewa na kamati ya wananchi kwa ajili ya malezi ya watoto jijini New York, Citizen Committee for Children of New York (CCC), ilibainika kwamba idadi kubwa ya familia katika jiji la New York haziwezi kumudu aina yote ya huduma ya malezi ya watoto. Kuanzia malezi ya awali kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5 hadi huduma za baada ya shule kwa watoto wenye umri wa miaka 6 hadi 12. Ripoti hiyo yenye jina kuanzia kuzaliwa hadi miaka 12, ugumu wa kumudu gharama za malezi na huduma za baada ya shule jijini New York, iliweka wazi kwamba zaidi ya 80% ya familia zenye watoto walio chini ya miaka 5 haziwezi kumudu gharama za malezi ya watoto jijini, huku takribani familia 4 kati ya 5 jijini haziwezi kumudu huduma za baada ya shule kwa watoto wa umri wa kwenda shule. Ni wazi kwamba walezi na haswa wanawake katika familia hizo wana mzigo mkubwa wa malezi unaopelekea kushindwa kujishughulisha na kazi, kujipatia kipato nje ya nyumbani, jambo ambalo linaongeza ugumu wa maisha. Inakadiriwa kwamba utekelezaji wa ahadi hiyo utasaidia takribani wanawake 14,000 kufanya kazi na kujiingizia kipato nje ya nyumbani na kuwasaidia kuokoa zaidi ya dola bilioni 5.5 kwa mwaka.
Kama mjamaa, Meya Zohran analitazama suala la malezi kuwa la kijamii na sio watu binafsi, kama alivyowahi kutanabaisha mwanamama mapinduzi wa Urusi Alexandra Kollontai. Kwa ahadi hii ilikuwa lazima 80% ya familia katika jiji la New York zimpigie kura Mamdani. Kipaumbele kingine kilichomtolea kura za wavuja jasho ni kile cha huduma za usafiri wa haraka na bila malipo. Tutaondoa nauli kwenye kila njia ya basi na kuhakikisha kwamba mabasi ambayo sasa yanakwenda taratibu zaidi nchini yatatembea kwa urahisi kote jijini. Jiji la New York linakadiriwa kuwa na watumiaji wa usafiri wa umma zaidi ya milioni 1 kila siku, ambapo ni wafanyakazi wa tabaka la chini. Zohran ameahidi kuboresha huduma hiyo kwa kutofautisha na ilivyo sasa, pamoja na kujenga njia zaidi za mabasi ikiwemo barabara maalum, yani subways, zinazotoa kipaumbele kwa mabasi ya abiria badala ya magari mengine. Naam, kwa kipaumbele hiki, Meya Zohran alijihakikishia kuungwa mkono na wapiga kura zaidi ya milioni 1 ambao wananufaika na usafiri wa mabasi. Aidha, akitambua changamoto ya watu kushindwa kumudu gharama za mahitaji ya nyumbani, hasa vyakula, Meya Zohran ameazimia kupunguza gharama za vyakula kwa kuanzisha maduka makubwa ya vyakula yanayomilikiwa na jiji kwa ajili ya kuuza vyakula kwa gharama nafuu. Katika dhamira hiyo hiyo ya kuwawezesha wakazi wa New York kumudu gharama za maisha, Meya Zohran aliwahakikishia wapiga kura wake kudhibiti gharama za kodi ya nyumba. Ikiwa miongoni mwa majiji yenye gharama kubwa za maisha duniani, wakazi wengi wanakabiliwa na tatizo la kushindwa kumudu gharama za kodi. Tunaendelea kudhibiti viwango vya kodi kwa wapangaji zaidi ya milioni 2 walio katika nyumba zenye udhibiti wa kodi. Na tutatumia kila rasilimali tulionayo kujenga makazi kwa kila mtu anayehitaji. Shirika la habari la ABC liliripoti kuwa takriban 3/4 ya wapiga kura jijini New York walidai kwamba gharama za makazi ni tatizo kubwa jijini humo. Hivyo ni dhahiri kwamba wapiga kura hao walihitaji meya mwenye vipaumbele vyenye utatuzi wa changamoto zao. Sambamba na hayo, Zohran ameapa kulinda maslahi ya wafanyakazi dhidi ya waajiri na wakandamizaji. Ikumbukwe kwamba kwa Zohran vipaumbele hivi havikuwa chambo ya kuwakamata wapiga kura kama ilivyo desturi ya wanasiasa. Vipaumbele vyake ni taswira kamili ya sera za mgombea anayeongozwa na itikadi thabiti ya kijamaa inayopigana na sera za kiimla za nchi ya Marekani na kuleta matumaini mapya kwa tabaka la wavuja jasho. Zohran amewahakikishia wakazi wa New York kulinda maslahi ya wafanyakazi dhidi ya waajiri, wakandamizaji na kuhakikisha mabilionea wanadhibitiwa ili kukusanya mapato ya kutekeleza mipango yenye maslahi kwa tabaka kubwa la wanyonge. Tutawajibisha wamiliki wa nyumba kwa sababu akina Donald Trump wa jiji letu wamezoea sana kunufaika kwa kuwanyanyasa wapangaji wao. Tutaweka kikomo kwa utamaduni wa ufisadi uliowawezesha mabilionea kama Trump kukwepa kulipa kodi na kutumia misamaha ya kodi vibaya. Tutasimama pamoja na vyama vya wafanyakazi kupanua ulinzi wa wafanyakazi, kwa sababu tunajua kama vile Trump anavyojua, wafanyakazi wanapokuwa na haki imara, mabosi wanaotaka kuwanyanyasa wanakuwa wadogo sana. Katika kampeni zake, Meya Zohran hakuishia tu kuzirarua sera za ndani za Marekani, bali hata sera zake za mambo ya nje, akipinga vikali taifa la Kizayuni la Israeli na mauaji yanayoendelea huko Palestina kwa msaada wa serikali ya Trump. Ni dhahiri kwamba Zohran alikuwa tofauti na wanasiasa wenzake, kwani hata staili yake ya kampeni ilijikita katika kuyafikia zaidi makundi ya wavuja jasho mashinani pamoja na vyama vya wafanyakazi, akijifunza zaidi kuhusu changamoto zao na kujenga mshikamano nao,
jambo ambalo lilimpatia kuaminika na makundi hayo. Akiwahutubia wafuasi wake baada ya kushinda uchaguzi, Meya Zohran alisisitiza kwamba jiji la New York linajengwa na kuimarishwa na wavuja jasho na hasa wahamiaji. New York itaendelea kuwa jiji la wahamiaji, jiji lilojengwa la wahamiaji, linaloendeshwa na wahamiaji. Na kuanzia usiku wa leo litaongozwa na mhamiaji. Naam, huyu ni miongoni mwa wagombea wachache waliojipambanua kupinga mfumo dhalimu wa Marekani. Na ndiyo maana sio ajabu kwamba Zohran amekuwa tishio kwa wanasiasa wa kihafidhina nchini humo ambao wameshambulia sera zake wakidai anataka kusimika ukomunisti katika jiji kubwa nchini humo. Huku Trump akimtolea vitisho na kujiapiza kwamba ili mradi bado yupo madarakani hatoruhusu ukomunisti nchini Marekani. Ingawa ni kweli kwamba Zohran ana kibarua kizito mbele yake cha kukabiliana na mamlaka zenye jukumu la kuidhinisha na kupitisha baadhi ya sera, ni zaidi kwamba kundi kubwa la wananchi waliochoshwa na sera za kiimla za Marekani wataendelea kumuunga mkono Meya Zohran na kumuongezea nguvu ya kuendelea kupambana. Ushindi wake ni ushahidi tosha kwamba wakazi wa jiji la New York wametuma salamu dhidi ya sera ya kibaguzi za Rais Donald Trump kwa vitendo. Kwani toka alipoingia madarakani, Rais Trump ameendeleza vita dhidi ya makundi mbalimbali ya watu wa hali ya chini na hasa wahamiaji ambao wamekuwa wakishambuliwa kwa namna mbalimbali, ikiwemo kukamatwa na kurejeshwa kinguvu makwao na katika nchi zinazoingia makubaliano na Trump kuwapokea. Kwa kitendo cha kumpatia ushindi Zohran ambaye ni mhamiaji, wakazi wa New York wamedhihirisha kwamba sera za kiimla hazina nafasi katika ulimwengu wa sasa, kwani uelewa wa watu umeongezeka. Hivyo vitisho na hadaa za Trump haviwezi kufua dafu katika ulimwengu wa sasa, ambapo watu wa ndani na nje ya Marekani wanatambua sura halisi ya taifa hilo la kibeberu na madhara ya sera zake mfu. Naam, sisi tunaungana na wafanyakazi wa New York pamoja na wapenda mabadiliko wote ulimwenguni kumtakia kila laheri Meya Zohran Mamdani katika majukumu yake ya kuwatumikia wanyonge katika jiji la New York. Ni matumaini yetu kuwa New York inakwenda kuwa Kerala ndani ya Marekani.